Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu tena tuzidi kuhabarishana. Furugu na mzozo mkali umezuka bungeni jijini Dodoma nchini Tanzania mchana wa leo, huku wanasiasa wawili mashuhuri wakijikuta katika malumbano mazito yaliyosababisha taharuki kubwa na kufuruga utulivu wa kikao cha kutunga sheria bungeni. Makabiliano hayo ya ana kwa ana yaliwahusisha mbunge wa jimbo la Tunduru Kaskazini kupitia tiketi cha upinzani Ado Shaibu pamoja na mbunge wa chama tawala Chama cha Mapinduzi anayewakilisha jimbo la Bunda mjini Esther Bulaya. Tukio hili lilianza kama majadiliano ya kawaida kabisa ya kibunge, ambapo wajumbe hao wawili walikuwa wakichangia maoni, fikra na mitazamo yao mbalimbali kuhusu masuala mazito yanayohusu maslahi ya mapana ya taifa. Hata hivyo, mabadilishano hayo ya hoja yalibadilika haraka sana na kuwa makabiliano ya ana kwa ana yaliyotokea ama yaliyoteka hisia za wabunge wote waliokuwemo ukumbini humo, pamoja na wachambuzi wa masuala ya kisiasa na maelfu ya watumiaji wa mitandao ya kijamii kote nchini. Mvutano huo uliongezeka kwa kasi na kuwa mbaya zaidi pale kila upande ulipotetea msimamo wake wa kisiasa kwa nguvu zote bila kuonyesha nia yoyote ya kurudi nyuma au kupunguza ukali wa hoja zao. Hali ya hewa ndani ya ukumbi la bunge huo mkuu wa bunge iliripotiwa kuwa ya wasiwasi mkubwa, huku mashahidi waliokuwepo wakieleza mazingira hayo kama yasiyokosa uvumilivu, kwani hakuna upande uliokuwa tayari kutulia. Kutokubaliana uko kati ya Ado Shaibu na Esther Bulaya kulivutia umakini wa wabunge wengine waliokuwa wameketi karibu yao ukumbini humo, ambapo wabunge walianza kugonga meza zao kwa nguvu kadiri majadiliano hayo yalivyokuwa yakiendelea kushika kasi. Sauti za wabunge hao wawili zilivyozidi kupanda ndani ya ukumbi, wajumbe wengine walitazama kwa makini mabadiliko hayo yaliyofanya hadhi ya mjadala kuwa kubwa kuliko kutokubaliana kwa kawaida kunakozoeleka bungeni. Mambo yaligeuka kuwa mzozo mkali uliovuka mipaka kwa ukosoaji kwa kawaida wa kisiasa na mijadala ya shauku ambayo kwa kawaida hushuhudiwa ndani ya chombo hicho cha dola. Wakati mabishano hayo ya kukorofishana yakiendelea kushamiri, taarifa za ndani ya bunge zinaeleza kuwa mbunge wa upinzani Ado Shaibu alisimama kutoka kwenye kiti chake huku akionyesha wazi kutochangamka na kuwa na hasira zilizopitiliza. Wakati huo mbunge wa Chama cha Mapinduzi Esther Bulaya alijibu mapigo hayo kwa nguvu kubwa na kwa hasira, vilevile akitetea msimamo wake wa kutaka na kukataa katakata kujiondoa au kurudi nyuma katika mjadala huo. Klipu za picha na video ambazo baadhi zinasambaa kwa kasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha taswira halisi ya hali hiyo ya wasiwasi mkubwa iliyotawala ndani ya chumba cha bunge chini ya usimamizi wa spika. Ripoti zinaonyesha kuwa wabunge kadhaa walio karibu walijaribu kufanya jitihada za kurejesha utulivu na kutuliza hali hiyo kabla haijafika hatua mbaya zaidi, lakini kasi ya mapambano hiyo kati ya Ado Shaibu na Esther Bulaya ilikuwa tayari imeteka fikra na umakini wa ukumbi nzima. Kwa kipindi hicho kirefu, malumbano hayo ya kisiasa yalifunika kabisa shughuli kuu za kisheria ambazo wabunge walikuwa wameyakusanya kuzitekeleza siku hiyo. Malumbano hayo yalipozidi kuwa makubwa na kutishia usalama wa kikao,
Naibu Spika Musa Hassan Zungu aliyekuwa akiongoza na kusimamia kikao hicho cha bunge alilazimika kuingilia kati mara moja kwa kutumia mamlaka kamili aliyopewa kisheria kama mwenyekiti wa kikao. Kwa mujibu wa kanuni, sheria na taratibu zinazoongoza uendeshaji wa bunge, mwenyekiti huyo aliwaagiza wabunge wote wawili kurejesha utulivu na kukaa chini kwenye viti vyao mara moja bila kuchelewa. Spika Musa Hassan Zungu aliwakumbusha wajumbe hao wawili kuwa bunge ni taasisi inayoheshimika sana kitaifa, ambapo mijadala yote lazima iendeshwe kwa misingi ya heshima, nidhamu, staha na pamoja na pasipo kuingiza hasira, huku ikizingatia kanuni zilizowekwa. Wabunge hao walionywa vikali dhidi ya tabia yoyote inayoweza kuleta mvutano, kufuruga shughuli rasmi za bunge au kudhoofisha utu na hadhi ya chombo hicho mbele ya jamii. Hatua hiyo ya haraka ya spika ilifanikiwa kurejesha utulivu ukumbini na kufanya shughuli za bunge kuanza tena, huku wabunge wakiendelea na ajenda zilizopangwa ya siku hiyo baada ya mzozo huo kutulizwa kabisa. Wakati amri hiyo ya kiongozi wa bunge ikiwa imerejeshwa amani ndani ya ukumbi, mjadala mkubwa nje ya bunge ulikuwa ndilo kwanza kushika kasi miongoni mwa wananchi. Ndani ya dakika chache tu, majukwaa mbalimbali ya mitandao ya kijamii nchini yalijaa hisia mseto na maoni kutoka kwa wananchi waliokuwa wakifuatilia tukio hilo kati ya Ado Shaibu na Esther Bulaya. Video na picha za malumbano hayo zilizosambaa zilisababisha wananchi kutoa mitazamo tofauti inayofuatiliana, ambapo baadhi yao waliwakosoa wabunge wote wawili kwa madai ya kuwa wawakilishi waliochaguliwa na umma wanapaswa kuwa mfano wa kuigwa katika tabia na mwenendo wao. Kwa upande mwingine, kuna wananchi waliowatetea wabunge hao wakidai kuwa mizozo mikali na joto namna hiyo haiwezi kuepukika pale masuala muhimu na mazito ya kitaifa yanapokuwa mezani yakijadiliwa bungeni. Watumiaji wengi wa mitandao walieleza fikra zao kwenye swali pana linalohusu mwenendo wa kisiasa nchini, wakihoji iwapo wabunge wanapaswa kuruhusiwa kuonyesha hisia kali wakati wa mijadala au ikiwa nidhamu ya bunge inatakiwa kuwa kipaumbele cha kwanza wakati wowote. Tukio hili pia lilionyesha kuongezeka kwa kiwango cha ushindani katika mijadala ya kisiasa nchini Tanzania, ambapo masuala ya kimataifa na kitaifa yanapozidi kuwa na ushindani, makabiliano kati ya wanasiasa mara nyingi huvuta umakini mkubwa wa umma. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa walielezea kuwa tukio hili linafaa kuwa ukumbusho wa changamoto zinazotokana na mijadala ya kidemokrasia, kwani demokrasia inategemea uwepo wa kutokubaliana bungeni au sehemu yoyote ile. Bila uwepo wa kutokubaliana kwa hoja, hakuna mjadala wowote wa dhati unaoweza kuendeshwa bungeni, au kukosekana kwa mijadala kuna maanisha kuwa hakutakuwa na uwajibikaji wa viongozi kwa wananchi. Mitikio mbalimbali inaendelea kujitokeza kutoka sehemu tofauti za jamii nchini, huku baadhi ya Wanatanzania wakitaka kuwepo na msisitizo mkubwa zaidi katika maadili na mwenendo wa jumla ndani ya bunge. Sehemu nyingine ya jamii inaamini kuwa wabunge wanapaswa kupatiwa mafunzo ya ziada yatakayowasaidia kuzuia hasira zao, kudhibiti migogoro na kuendesha mijadala kiutaalamu.